vizuri kuliko kusema amina na wakati moyoni mwako unasema hamuna. Haleluya! Basi ninawasalimu watu wote kwenye viwanja hivi kwa jina kubwa la Yesu Kristo Mwokozi. Ninakusalimuni nyote mnaonisikia kwa jina tukufu la Yesu aliye hai. Amen. Basi naomba nafasi ya muda kidogo, ndio niseme nawe kidogo. Ndio natamani niseme na moyo wako. Ndio inawezekana kwenye ufahamu wako kuna kila kitu, ndio, lakini hiki ninachokisema ninaamini kitakwenda kubadilisha kila kitu kilichopo ndani ya ufahamu wako. Ndio nitakwenda kusoma neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Zaburi sura ya 33. Ndio uanze na mstari wa 10 mpaka mstari wa 13. Ndio neno la Mungu linasema, ndio, Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa. Huyatangua makusudi ya watu. Huyatangua makusudi ya watu. Shauri la Bwana lasimama milele. Shauri la Bwana lasimama milele. Makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao. Bwana ni Mungu wao. Watu aliyowachagua. Kuwa urithi wake. Toka mbinguni. Bwana huchungulia. Huwatazama wanadamu wote pia. Nitakwenda kuomba. Utukuzwe Mungu wetu mwema. Asante kwa upendo wako wa pekee. Asante kwa jioni ya leo. Asante kwa watu ambao tunawasikizisha neno lako. Neema yako ni kubwa sana na utukufu wako ni mwingi mahali hapa. Sema na moyo wa mtu uliyemkusudia kwenye viwanja hivi. Bwana, haukulituma neno lako bure. Umelituma kwa makusudi yako. Yuko mtu mmoja uliyemkusudia kupona. Neema yako itawale na nguvu zako. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Haleluya. Amen. Nisaidie masikio yako na utulivu wako kwa dakika chache sana. Kwa majina yangu naitwa Mwinjilisti Danieli Semgomba. Nipo kwa Pastor Isaac, amesema mnamfahamu. Hiyo njia ya kwenda Father James kwenye viwanja pale open space, ukifika pale unatazama mkono wako wa kushoto, utaliona kanisa pale la Lili Pentecoste. Tuko hapo tunamtumikia Mwokozi wetu Yesu Kristo, na leo ibada ya jioni imempendeza Mungu tuje tuseme na wewe unayetusikia. Watu wengi katika Tanzania, watu wengi katika dunia wamepoteza matumaini. Wengine wamepoteza matumaini na waume zao. Ndio, wengine wamepoteza matumaini na wake zao. Wengine wamepoteza matumaini na makanisa yao. Wengine wamepoteza matumaini na misikiti yao. Wengine wamepoteza matumaini na nchi yao. Wengine wamepoteza matumaini na serikali zao. Wengine wamepoteza matumaini na viongozi wao. Lakini jioni ya leo nimekuletea neno la matumaini tena. Amen. Amen. Inawezekana kwenye maisha yako umesema sitaoa tena, maana ulipendwa kiasi cha kukata tamaa, kiasi cha kuvunjika moyo. Huenda umeoa mara 10 na kila uliyemuoa alikuvunja moyo. Huenda umeolewa na wanaume 10 na kila uliyeolewa naye alikuvunja moyo. Jioni ya leo nimeleta neno la matumaini kwako, kwamba bado matumaini yapo. Hata kama umevunjika moyo, hata kama umekata tamaa, hata kama umeahirisha kuoa au kuolewa, na
nataka nikwambie jioni ya leo, bado matumaini yapo. Huenda umekata tamaa na serikali yako, huenda umekata tamaa na viongozi wako wa serikali, huenda umekata tamaa na nchi yako, kwamba nchi yako iko gizani. Nataka nikuletee neno la matumaini jioni ya leo, kwamba matumaini bado yapo. Amen. Biblia imesema ndio, Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa. Kuna kitu hujui, ndio maana unahangaika. Nchi yoyote, iwe Tanzania, iwe Marekani, iwe nchi gani, kama Mungu hakuwasimamia, hakuna usalama kwenye nchi hiyo. Ndio maana anasema Bwana huyatangua mashauri ya mataifa. Hakuzungumza taifa moja. Afadhali angesema Bwana huyatangua mashauri ya taifa, tungesema labda ni la Kenya. Haleluya. Tungesema labda anatangua mashauri ya taifa la Marekani, la Tanzania hapana. Tungesema labda Bwana hutangua mashauri ya Israeli, ila Irani hapana. Jioni ya leo nakwambia, yeye Bwana aliyeziumba mbingu na nchi ametangaza anayatangua mashauri ya mataifa yote yasiyomkubali. Tena mashauri yao huyapangua. Inawezekana kwenye moyo wako unaamini kwamba mafanikio yako yanatokana na viongozi wako wa nchi. Inawezekana moyoni mwako unaamini kwamba ustawi wa maisha yako unatokana na mume wako. Inawezekana kwenye maisha yako unaamini kwamba ustawi wako unatokana na mke wako. Jioni ya leo nataka nikwambie, yeye Bwana aliyetuumba ametangaza, anasema yeye huyavunja mashauri ya watu. Usishangae unaishi na mkeo na Bwana ameshavunja mashauri yake. Usishangae unaishi na mumeo, Bwana ameshavunja mashauri yake. Jioni ya leo nina ujumbe kwa matumaini ya wanadamu yamepotea. Kila aliyemtumainia mwanadamu alipokea maumivu makubwa. Kweli watu wengi wameungana kwenye mahusiano wakatoa mahusiano